Leo katika Je wajua tuzungumzie komamanga na faida zake. Komamanga ni tunda lenye asili ya India na Persia. Kwa jina la kisayansi linaitwa Punica granatum, lakini lililetwa Marekani na wawekezaji wa Kihispania. Kwa sasa linajulikana dunia nzima. Komamanga si tunda tu, bali ni chakula chenye vitamini, madini pamoja na virutubisho vingi vinavyoweza kufanya miili yetu kuwa na afya na nguvu tele. Virutubisho vinavyoweza kupatikana katika komamanga ni vitamin C kwa wingi, vitamin B5, vitamin A, vitamin E, madini ya potassium na iron. Juisi ya mbegu za komamanga husaidia kuponya saratani, pia husaidia mtiririko wa damu kwenda vizuri katika mishipa ya damu, hivyo kupunguza hatari ya kupata magonjwa ya moyo, shinikizo la damu na kiharusi. Huzuia meno kuoza na kuhuisha mfumo wa kinga mwilini kwa kuondoa vijidudu, bakteria na maambukizi ya virusi ndani ya mwili. Pia komamanga husaidia kutibu maradhi ya tumbo, ikiwamo kutopata choo. Komamanga hutumika kama tunda kutengenezea juisi, pia hutumika likiwa limepikwa. Mti wake una faida nyingi mno katika mwili wa mwanadamu. Una virutubisho vingi vinavyopatikana kwenye magome, majani, mbegu, maganda ya matunda pamoja na kwenye maua ya mti wake. Tuangalie sasa faida ambazo zinapatikana katika mti wa mkomamanga. 1. Maganda ya tunda la mkomamanga yakichemshwa hutoa juisi ambayo hutumika kama dawa ya kufunga kuhara. Majani ya mkomamanga hutumika kutibu hali ya tumbo kujaa gesi na kudhibiti tindikali, yani asidi tumboni. Majani ya mkomamanga pia hutumika katika kutibu tatizo la kuhara damu, maambukizi ya bakteria katika kibofu cha mkojo. Dawa zinazopatikana katika maganda ya majani ya mkomamanga husaidia katika matibabu ya hali ya tumbo kujaa gesi na kudhibiti tindikali, yani asidi tumboni. Makomamanga pia husaidia katika matibabu ya kuhara damu na kutibu mfumo wa uambukizo katika kibofu cha mkojo. Rojo ya mbegu za matunda ya mkomamanga ikichanganywa na maziwa husaidia katika tiba ya kuondosha mawe katika figo. Fukuto la mkomamanga husaidia katika tiba ya minyoo aina ya tegu, lakini pia husaidia katika matibabu ya uvimbe wa wengu. Dawa lishe hii pia husaidia kwa kiwango kikubwa katika uponaji wa vidonda vya tumbo. Katika jaribio moja lililofanywa kwa wanyama, dawa hii ilionyesha uwezo mkubwa sana kwa 97.4% kwa kuponya vidonda vya tumbo. Kazi hii kutokana na uwezo wa dawa hii kudhibiti bakteria aina ya Helicobacter pylori ambayo kwa kiasi kikubwa huchangia kutokea kwa vidonda vya tumbo kwa 70 hadi 80% ya vidonda vya mfumo wa chakula na 90% ya vidonda katika utumbo. Lakini pia uwezo wa dawa hii hupunguza uzalishaji wa tindikali tumboni, kuchangia katika uponaji wa haraka wa vidonda vya tumbo katika mfumo wa damu. Komamanga hutoa msaada mkubwa wa kuzuia kutibu magonjwa yanayoshambulia mfumo huo nyeti. Komamanga lina madini aina ya potassium na kopa kwa wingi, pamoja na faida zingine mwilini. Madini haya husaidia kusharabiwa ama kufyonzwa kwa madini ya chuma kutoka katika utumbo kwenda mwilini kwa urahisi, na hii husaidia katika matibabu ya kinga ya tatizo la upungufu wa damu mwilini. Komamanga pia ni mahiri katika tiba ya kuzuia magonjwa ya kusendeka, yani magonjwa ya muda mrefu kama vile saratani ya tezi za protesti ya wanaume, saratani mbalimbali, kisukari, baridi yabisi na uvimbe wa maungo ya vidole, yani gout. Komamanga husaidia mwili kuondosha sumu na uchafu utokanao na kemikali na mabaki ya vyakula mwilini kama vile uric acid. Sumu hizi ni chanzo kikuu cha magonjwa mengi ya kusendeka. Komamanga pia husaidia katika jitihada za kukabiliana na tatizo la unene wa kupindukia. Husaidia katika matatizo ya tatizo la ini pale linapolemewa. Dawa ndani ya komamanga licha ya kuwa na uwezo wa kudhibiti aina nyingi za bakteria wanaosababisha magonjwa mwilini, pia zina uwezo wa kukabiliana na virusi wa aina mbalimbali wanaosababisha magonjwa ya kibinadamu. Tuangalie sasa kipimo
ambacho unatakiwa kutumia katika dawa hii lishe hutumiwa kwa kunywa fukuto inayotokana na sehemu za mmea kiasi cha gramu 3 hadi 9 kwa siku. Inatosha kwa ajili ya magonjwa mbalimbali. Magome au mizizi ya makomamanga kiasi cha gramu 50 huchemshwa katika lita 1 ya maji ili kupata fukuto. Juisi ya matunda yake pia yanaweza kutumiwa kiasi cha bilauri 1 kila siku ili kukinga magonjwa mbalimbali. Kwa mujibu wa tafiti mbalimbali, dawa hii ni salama na itatumiwa kulingana na kipimo sahihi. Tahadhari ichukuliwe kuhusu matumizi ya dawa hii kwa wanawake wajawazito, watoto chini ya umri wa miaka 12, kwani hakuna taarifa za kutosha kuhusiana na usalama katika makundi haya. Lakini pia kutumia dawa hii kuna onyo. Ni vizuri kuepuka matumizi holela ya dawa hata kama ni dawa za asili. Si kila dawa ya asili ni salama kama itatumiwa bila kufuata ushauri wa mtaalamu aliyesoma na kuelewa vizuri sayansi ya tiba asilia na lishe. Mimea ina kemikali za asili, hivyo inapotumiwa ni lazima tahadhari zichukuliwe kuzuia madhara yanayoweza kujitokeza. Lakini pia kumbuka, mimea ni dawa.